Hapa ni katika lango la kuingia katika mkoa wa Pwani, mkoa wenye zaidi ya watu milioni 2 kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022, wenye ukubwa wa kilomita za mraba 32,547. Uzinduzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa zitafanyika katika mkoa huu wa Pwani. Siku ya leo tunaingia Pwani kwa ajili ya kwenda kuzungumza na mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakar Kunenge. Atuelezee maandalizi mpaka sasa yamefikia wapi na wamejiandaa vipi kupokea wageni watakaokuja katika uzinduzi huu wa Mwenge. Leo siku ya Ijumaa tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka 2025 tumefika hapa kuweza kufanya ukaguzi wa maendeleo ya uwanja wetu huu katika shule ya sekondari Kibaha au inajulikana pia kiwanja cha shule ya sekondari katika shirika la elimu Kibaha, ambapo tunatarajia tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka huu 2025 ndipo tutakapowasha Mwenge wa Uhuru na kuanza mbio za Mwenge wa Uhuru kwa mwaka 2025. Tumekuwa na maandalizi na kimsingi zimebakia siku 11 za maandalizi ili tarehe 2 tuweze kufanya shughuli yenyewe. Tumeanza na matayarisho ya uwanja. Huu uwanja kwa kweli umekaa sehemu nzuri, uko sehemu nzuri ambapo ni rahisi kufikika, lakini tumeangalia kuboresha. Kwanza tumefanya maboresho ya uwanja wenyewe kwa maana pitch, kwa sababu inatakiwa tupate pitch yenye majani na mnaona majani yameota vizuri kabisa. Lakini inatakiwa tuwe na uwanja wenye runway, hii njia ya pembeni ya kukimbilia. Mnaona njia ipo, tumeiboresha na tunahakikisha haitakuwa na tope, tunaweka crash dust na kushindilia vizuri, itakuwa kama vile kimsingi kama umeweka lami hivi. Kwa tuna hakika hii nalo tumemaliza, tuko hatua ya mwisho tu ya kukamilisha maeneo madogo. Lakini uwanja wetu unaona ni uwanja mzuri, una mifumo ya kuondoa maji katika kiwanja, lakini tumeiboresha mifumo hiyo na tumejenga mifumo mipya kwa sababu tunafahamu kipindi hiki ni kipindi cha mvua. Kwa tuna hakika kwamba uwanja wenyewe hautakuwa na maji hatatuama, lakini hata sehemu wanazokaa wananchi ambapo watakuja kwenye tukio hili maji hayatakaa, na sehemu zote zinazozunguka uwanja huu tunahakikisha tunatengeneza vizuri, tunafanya landscaping, kuchonga vizuri, kuhakikisha tunayaelekeza maji maeneo ambayo hayataleta usumbufu kwenye tukio letu. Kwa hiyo nayo tumekamilisha vizuri, tunatarajia tuko 90%. Kwa hiyo tuna imani kufikia Jumatatu, kwa sababu tunafanya kazi usiku na mchana, kufikia Jumatatu tutakuwa tumemaliza, kwa maana ya tarehe 23 tutakuwa tumemaliza kazi hiyo. Lakini unaona eneo hili tumetengeneza, kulikuwa kuna jukwaa ambalo limechakaa na eneo lenyewe lilikuwa limeshaharibika, tumelijenga upya kwa kuboresha. Unaona tumeweka ngazi vizuri, lakini tumejenga jukwaa kubwa nzuri kabisa ambalo halikuwepo, mnaona wenyewe. Kwa hiyo tunaamini siku hiyo wageni wakija watapata sehemu nzuri, sehemu ya mgeni rasmi, sehemu hii ya jukwaa kuu unaona linapendeza kabisa na tumetengeneza vizuri. Lakini tumevuta umeme, mnaona tuna nguzo za umeme. Hakukuwa na umeme maeneo haya, tumevuta nguzo za umeme, tutafunga umeme, uwanja wote utakuwa una mwanga wa kutosha. Kwa hiyo kwa kweli tumejitahidi kufanya yale ambayo tunadhani yanakidhi. Tumejenga vyoo hapa kwa ajili ya kupata idadi kubwa wageni wanaokuja waweze kutumia, ingawaje tutakuwa na vyoo vingine vya ziada ambavyo vitakuja kwa ajili ya matumizi siku hiyo. Lakini jambo lingine, eneo hili unaona kuna sehemu ambapo vijana wanafanyia mazoezi ya laiki, nalo liko vizuri. Kwa hiyo niwahakikishie tu kwamba mambo yote yanaenda vizuri. Barabara za kuja hapa, tuna barabara kubwa 2. Kuna barabara ya lami inayokuleta mpaka uwanjani hapa, lakini kuna barabara nyingine ya changarawe ambayo na yenyewe tunafahamu utakuwa kuna msongamano wa watu. Tumeiboresha, tumeimarisha barabara ile, tunaendelea kuimarisha. Kwa hiyo tutakuwa tuna barabara 2 na uwanja utafikika kwa urahisi kabisa.
Kwa hiyo tunaendelea na matayarisho kama ambavyo tumepata maelekezo. Niwahakikishie tumejipanga vizuri, mje hapa mjitokeze kwa wingi, na maeneo mengine kule tutaweka matenti yale ya muda kwa ajili ya siku hiyo, lakini tunatarajia kupata wageni wengi, na eneo hili liko tayari kupokea wageni wengi sana, hapa panajitosheleza. Kwa hiyo nidhani leo tuwaonyeshe tu tulipotoka na mpaka tulipokwenda, lakini niwaambie kufikia Jumatatu sisi kama mkoa tutakuwa tumemaliza maandalizi yote ya msingi. Tunaanza kuweka mapambo, kuanza kupamba eneo letu liweze kupendeza na kuweka ujumbe mbalimbali za mbio za Mwenge. Kwa hiyo hapa ndio tutakapozindua mbio za Mwenge wa Uhuru kwa mwaka 2025, lakini pale pembeni tuna uwanja ambapo vile vile halmashauri yetu ya manispaa ya Kibaha mji ndio itakuja kufanya mkesha, na penyewe tuna maeneo ya kupokea Mwenge, tuna maeneo ya mkesha. Kwa hiyo tutakuwa na wasanii mengine, tutaeleza kadri ambavyo tutakwenda. Leo nilidhani ni vizuri mkaona maandalizi na wananchi wakajua kwa kweli tumeenda vizuri na tunaenda kwa mujibu wa ratiba yetu, na imani yetu kufika Jumatatu tutakuwa tumekamilisha kabisa yale mambo yote ya msingi, na tutakuwa tuko tayari kwa ajili ya shughuli ya uzinduzi wa mbio za Mwenge kitaifa, hiyo tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka 2025.